Kithure Kindiki ametaka kupewa jumla ya wiki mbili kukomesha wahalifu wanaohangaisha na kuwaua wananchi eneo la Tigania, kaunti ya Meru. Kindiki akisema serikali itatumia nguvu yake yote, huku maafisa wakiamrishwa kutumia silaha zao kuokoa maisha ya wananchi. Amewataka wanasiasa kukomesha kilio chao ili serikali ichukue mchakato unaofaa kukabiliana na majangili hao, wakiahidi kurejea Meru wiki ijayo. Kwa muda wa takriban wiki mbili, majambazi na wezi wa mifugo wamewahangaisha, kuwaua na kuwaibia wananchi wa Meru mifugo yao, na hasa eneo bunge la Tigania Mashariki. Kilio cha wananchi na viongozi kikizidi kuongezeka kila kuchao. Leo hii naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amewatangazia majambazi hao vita kali, akisema serikali tayari imesafirisha maafisa wa usalama na vifaa hitajika vya vita kupigana na wahalifu hao. Serikali ya Kenya itatumia nguvu zote za vita na majeshi na askari na vifaru na ndege kukabiliana na wale wajambazi wa Nyambene. Wacha nirudie. Kutoka jana mimi sijafanya kazi ingine. Tumeanza kumobilize askari wa kutosha. Tunataka ile askari tunamwaga hapo itakuwa zaidi ya mchanga ya bahari. We are mobilizing officers. Some of them arrived last night. Wengine wamekuja asubuhi na wengine wako njiani, wanatoka different parts of Kenya. Tunataka kumwaga askari hapo. Akiwatangazia wahalifu hao vita vya hewani na pia ardhini, Kindiki amewataka wanasiasa wanaolia kusitisha kilio chao, kwani kwa muda wa wiki mbili atakomesha wizi na mauaji yanayoshuhudiwa katika eneo hilo. Hawa magaidi tunawapiga ardhini na tunawapiga na bomu kutoka juu. Wakati tunaongea, ndege zetu za vita ziko pale Isiolo. Na mimi nataka wale wanasiasa wanaongea mtulie kidogo, kwa sababu hata ukilia huwezi saidia. Mimi munipeni 2 weeks. Munipeni wiki ngapi? Hawa magaidi hamtawasikia tena. Isitoshe, serikali imeamua ya kwamba itatumia nguvu ya vita na silaha za vita ambazo zimenunuliwa na kodi ya Wakenya kuhakikisha kwamba Wakenya wako salama. Kindiki amesema kuwa maafisa wa polisi wameamrishwa kutumia silaha yoyote walionayo kukabili majambazi hao na kujilinda, badala ya kuongojea kwa mara tena kuhangaisha na pia kuwaua wananchi wa Meru. Na polisi wetu na wanajeshi wameamrishwa ya kwamba watumie silaha hiyo kuokoa maisha ya watu wetu, ya wananchi, na kuokoa maisha yao wasiumizwe na magaidi. Hapana ngoja mpaka gaidi ameua mwanadamu ama ameua askari wa polisi, pita na yeye. Niseme. Kwa hivyo mimi nawaomba utulivu, na mimi nitaenda huko, sio hata naongea nikiwa hapa Ngobo. I will go to the front line myself. Mimi nitaenda huko kwa mapigano. Nyinyi wabunge kaeni kando, governor kaa kando. Aidha, ameahidi kurejea eneo hilo wiki ijayo, kwani sasa hivi amri kutoka kwa rais ni kuokoa maisha ya wananchi kutoka kwa majambazi.